Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako sasa lipokee na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2021 na kupitisha mpango wa makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hii kwa mwaka wa fedha 2021-22. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hii kwa ajili ya kushiriki katika mkutano wa bunge lako ili kujadili utekelezaji wa majukumu ya sekta ya ujenzi fungu 98 na uchukuzi fungu 62 kwa mwaka wa fedha 2021 pamoja na kujadili mipango ya makadirio ya mapato ya matumizi ya sekta hizo kwa mwaka wa fedha 2021-22. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuapishwa kuwa rais wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania wana imani na matumaini makubwa naye na kwa chini ya uongozi wake nchi yetu itapiga hatua kubwa zaidi za maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hatimaye kuthibitishwa na bunge lako tukufu kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaamini kuwa uzoefu wake katika uongozi utakuwa chachu katika kumsaidia Mheshimiwa Rais kutekeleza majukumu yake. Vile vile nampongeza Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wake mahiri na makini akiwa msimamizi mkuu wa shughuli za serikali hapa bungeni. Mheshimiwa Spika, kwa masikitiko makubwa naomba kutoa pole kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwako wewe binafsi na bunge lako tukufu na Watanzania wote kwa ujumla kwa msiba mkuu wa taifa letu wa kuondokewa na mpendo wetu na kipenzi cha Tanzania hayati Dr. John Pombe Magufuli aliyekuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliaga dunia tarehe 17 Machi mwaka 2021. Tunaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu ampe pumziko la milele. Amina. Mheshimiwa Spika, vile vile naomba kutoa pole zangu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuondokewa na rais mstaafu wa awamu ya 3 wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad na Balozi Mhandisi John William Herbert Kijazi aliyekuwa katibu mkuu kiongozi. Aidha, naomba nitoe pole nyingi kwako Naibu Spika na waheshimiwa wa bunge lako tukufu kwa kuondokewa na wapendwa wetu Mheshimiwa Martha Jasi Umbula aliyekuwa mbunge viti maalum kwa Manyara na Mheshimiwa mwandishi Atashasta Justice Nditie aliyekuwa mbunge wa jimbo la Muhambwe. Mwenyezi Mungu awape pumziko la milele. Amina. Mheshimiwa Spika, naomba nikupongeze na kushukuru wewe binafsi, Naibu Spika, wenye viti wa kamati ya kudumu ya bunge, katibu wa bunge, watendaji wa ofisi ya bunge pamoja na bunge lako tukufu kwa ushirikiano naendelea kuupata wakati wote ninapotekeleza majukumu yangu ikiwa ni pamoja na kuwasilisha taarifa mbalimbali kuhusu wizara ninayoisimamia. Napenda kuhakikishia kuwa wizara yangu itaendelea kutoa ushirikiano unaohitajika ili kufikia malengo ya kisekta na kitaifa kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, mwisho lakini sio kwa muhimu, napenda kuchukua fursa hii kuishukuru kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu inayoongozwa na Mheshimiwa Suleiman Moshi Kakoso, mbunge wa Panda Vijijini, na makamu mwenyekiti wa kamati Mheshimiwa Anne Kilango Malechela, mbunge wa Same Mashariki. Nakiri kuwa wizara imenufaika sana na umahiri, umakini na ushirikiano wa kamati hiyo katika kuchambua, kushauri na kufuatilia maendeleo ya sekta ya ujenzi na uchukuzi. Napenda kuarifu bunge lako tukufu kwamba maoni, ushauri na mapendekezo yaliyotolewa na kamati hiyo yamezingatiwa katika bajeti hii. Mheshimiwa Spika, kabla ya kuwasilisha hotuba hii, napenda kuwashukuru Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba mbunge, Waziri wa Fedha na Mipango kwa hotuba zao zilizotangulia. Hotuba hizo zimeeleza kwa ujumla maendeleo ya sekta za kijamii na kiuchumi kwa mwaka 2021 na mwelekeo wa mwaka 2021-22. Nawashukuru na kuwapongeza pia mawaziri wote waliowasilisha hotuba zao. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo ya utangulizi, naomba sasa kuwasilisha hotuba yangu ambayo imejikita katika utekelezaji wa mipango ya bajeti ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2021 pamoja na mpango wa makadirio ya mapato na matumizi kwa wizara yangu kwa mwaka wa fedha 21-22. Sekta ya ujenzi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2021 sekta ya ujenzi imetengewa jumla ya shilingi bilioni 38,774,425,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hadi Aprili 21, 71.2% ya fedha zilizoidhinishwa zilikuwa zimetolewa na hazina kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa miradi ya maendeleo katika mwaka wa fedha 2021 sekta ya ujenzi ilitengewa shilingi trilioni 1
bilioni 557,586,788 kiasi hicho kinajumuisha fedha za ndani, fedha za nje na fedha za mfuko wa barabara. Hadi Aprili mwaka 2021 fedha zilizopokelewa ni 67.2% ya fedha zilizoidhinishwa. Utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Miradi ya barabara na madaraja. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2021 Wizara kupitia Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS ilipanga kutekeleza miradi ya barabara kuu inayohusisha ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 455.75 kwa kiwango cha lami, ujenzi wa madaraja 11 pamoja na ukarabati wa kilomita 25 kwa kiwango cha lami. Hadi kufikia Aprili mwaka 2021, jumla ya kilomita 423.11 barabara kuu zimekamilika kujengwa kwa kiwango cha lami na jumla ya kilomita 5.5 za barabara kuu zimekarabatiwa kwa kiwango cha lami. Aidha, utekelezaji wa mipango ya madaraja umekamilika kwa 36.36% ya mpango. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa barabara za mkoa, katika mwaka wa fedha 2020-2021 Wizara kupitia TANROADS ilijipanga kujenga kwa kiwango cha lami barabara zenye urefu wa kilomita 64.72 ambapo kilomita 41.31 zilipangwa kujengwa kwa kutumia fedha za mfuko mkuu wa serikali na kilomita 23.41 zilipangwa kujengwa kwa kutumia mfuko wa barabara. Aidha, kilomita 1005.33 zilipangwa kukarabatiwa kwa kiwango cha changarawe ambapo kati ya hizo kilomita 589.31 na madaraja 24 yalipangwa kukarabatiwa kwa kutumia fedha za mfuko mkuu wa serikali na kilomita 416.2 ya madaraja 27 yalipangwa kukarabatiwa kwa kutumia fedha za mfuko wa barabara. Hadi kufikia Aprili mwaka 2021, jumla ya kilomita 23.88 za barabara za mikoa zilijengwa kwa kiwango cha lami na jumla ya kilomita 428.44 zilifanywa karabati kwa kiwango cha changarawe. Aidha, utekelezaji wa miradi ya madaraja umekamilika kwa 23.14%. Mheshimiwa Naibu Spika, utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa madaraja makubwa umeendelea ambapo hadi Aprili 2021 miradi iliyokamilika ni pamoja na ujenzi wa daraja la Sibiti, daraja la Magufuli kule Kilombero, daraja la Momba, daraja la Mdalakua, daraja la Magara, daraja la Lukuledi na daraja la Mara. Miradi mingine iliyokamilika ni usanifu wa kina wa daraja la Simiu, daraja la Mitomoni na daraja la Sanza. Aidha, Benki ya Dunia imeonyesha nia ya kugharimia ujenzi wa daraja la Simiu kupitia mpango wake wa Lake Victoria Transport Program. Miradi mingine mikubwa ya madaraja inayoendelea ni pamoja na ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi, daraja jipya la Awami, daraja la Salenda, daraja la Gerezani na ujenzi wa sehemu ya juu ya daraja la Ruhuhu ambao ujenzi wa msingi wa nguzo umekamilika. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kupitia TANROADS iliendelea na kazi ya kudhibiti uzito wa magari kwa mujibu wa sheria ya Afrika Mashariki na udhibiti wa uzito wa magari kwa mwaka 2016 na kanuni zake za mwaka 2017 kwa kutumia jumla ya miradi 85. Hadi kufikia Aprili mwaka 2021, magari milioni 4,465,261 yalikuwa yamepimwa ambapo kati ya hayo magari 34,135 yalikuwa yamezidisha uzito zaidi ya 5% ya uzito unaoruhusiwa. Utekelezaji wa miradi ya barabara na madaraja umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba aya ya 18 hadi aya ya 105. Vivuko na majengo ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2020-2021 Wizara kupitia Wakala wa Ufundi wa Umeme TEMESA iliendelea kutekeleza miradi ya ujenzi na ukarabati wa maegesho ya vivuko. Hadi Aprili mwaka 2021, upanuzi wa jengo la abiria katika maegesho ya Migogoni Kigamboni upande wa Kigamboni jijini Dar es Salaam ulikuwa katika hatua za mwisho. Vile vile ujenzi wa miundombinu, jengo la abiria, ofisi na uzio katika vituo 10 vya vivuko viko katika hatua mbalimbali za manunuzi. Ukarabati wa maegesho wa vituo vingine 4 vya vivuko vya Bugorora, Ukara, Rugezi, Kisoria, Nyakalilo, Kome na Kigongo Busisi umekamilika na maegesho ya Iramba Majita yapo katika hatua za manunuzi. Aidha, maegesho ya Kayesi, Kainga na Muleba Ikuza yapo katika hatua za upembuzi yakinifu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika miradi ya ununuzi wa vivuko, hatua iliyofikiwa hadi kufikia Aprili 2021 ni pamoja na kukamilika kwa ujenzi wa vituo vipya vya Nyamisati Mafia, Chato, Kome na Bugorora, Ukara. Aidha, ujenzi wa vivuko kipya cha Kisoria, Rugezi na ununuzi wa fiber boat mpya moja kwa ajili ya kivuko cha Utete Mkongo upo katika hatua za manunuzi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2020-2021 Wizara kupitia Wakala wa Majengo Tanzania TBA umeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya ujenzi na ukarabati wa nyumba na majengo ya serikali. Hadi Aprili 2021, kazi ya ujenzi wa nyumba 5 za majaji katika mikoa ya Kilimanjaro, Shinyanga, Mtwara, Dar es Salaam na Tabora zipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Aidha, ujenzi wa nyumba za makazi ya Magomeni Kota umefikia 94%. Vile vile ukarabati wa nyumba za viongozi, watumishi wa umma
unaendelea ukiwa katika hatua za ukamilishaji. Utekelezaji wa miradi ya vivuko na majengo umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba aya ya 106 hadi aya ya 110. Viwanja vya ndege. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2021, Wizara kupitia TANROADS imeendelea kutekeleza miradi ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya viwanja vya ndege mbalimbali nchini, ikiwemo viwanja vya ndege vya Kigoma, Songwe, Tabora, Shinyanga, Sumbawanga, Mwanza, Arusha na Bukoba. Kazi zilizofanyika ni pamoja na ukarabati wa njia za kutua na kurukia ndege, uwekaji wa taa na mitambo ya kuongozea ndege, ujenzi wa majengo ya uchunguzi wa hali ya hewa, majengo ya abiria na kazi nyingine zinazohusiana na kuweka mazingira salama ya abiria kwa ndege. Utekelezaji wa miradi ya viwanja vya ndege umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba yangu aya ya 114 hadi aya ya 128. Bodi ya mfuko wa barabara. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2021, mfuko wa barabara ulitarajia kukusanya jumla ya shilingi bilioni 916 milioni 780,529 kwa ajili ya kugharamia kazi za matengenezo na maendeleo ya barabara. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 641 milioni 746,370 zilikuwa kwa ajili ya kugharamia kazi za matengenezo na maendeleo ya barabara za kitaifa, na aidha shilingi bilioni 275 milioni 34,159,000 zilitengwa kwa ajili ya kugharamia kazi za matengenezo na maendeleo ya barabara za wilaya kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi Aprili mwaka 2021, bodi imekusanya na kugawanya jumla ya shilingi bilioni 716 milioni 813,708 sawa na 78.19% ya bajeti ya mwaka. Utendaji wa taasisi zilizo chini ya sekta ya ujenzi umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba kuanzia aya ya 129 hadi aya ya 155. Sekta ya uchukuzi. Bajeti ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Naibu Spika, katika bajeti ya mwaka 2021, sekta ya uchukuzi iliidhinishiwa shilingi bilioni 90 milioni 790,199,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hadi kufikia Aprili mwaka 2021, fedha za matumizi ya kawaida zilizotolewa na sekta ya uchukuzi na taasisi zake ni 81.78% ya bajeti iliyoidhinishwa. Bajeti ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2021, sekta ya uchukuzi ilitengewa jumla ya shilingi trilioni 3 bilioni 62 milioni 148,630,000 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Hadi kufikia Aprili mwaka 2021, jumla ya fedha zilizotolewa ni 55.7% ya bajeti iliyoidhinishwa. Utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Udhibiti wa usafiri kwa njia ya barabara. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini LATRA imeendelea kusimamia na kudhibiti usafiri katika sekta ndogo ya reli, barabara na usafiri wa waya. Aidha, mamlaka imeendelea kufuatilia mwenendo wa mabasi kwa masafa marefu ili kuimarisha shughuli za udhibiti wakati wote na mahali pote vyombo hivi vilipo. Hadi Aprili mwaka 2021, jumla ya mabasi 5386 na vichwa vya treni 5 vilikuwa vimeunganishwa kwenye mfumo huo. Mheshimiwa Naibu Spika, kazi ya uunganishaji wa mabasi kwenye mfumo wa tiketi za kielektroniki inaendelea. Hadi sasa jumla ya mabasi 2194 kati ya mabasi 5386 sawa na 40% ya mabasi yote yanayotoa huduma za safari mikoani yameunganishwa katika mfumo wa tiketi mtandao. Utendaji katika udhibiti wa usafiri wa njia ya barabara katika mwaka wa 2021 umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba aya ya 159 hadi aya ya 164. Shirika la Reli Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, Shirika la Reli Tanzania TRC limeendelea kusimamia, kuboresha na kuendeleza miundombinu ya huduma ya usafiri wa reli yenye jumla ya kilomita 2706 kwa ajili ya kuhudumia nchi jirani za Burundi, Rwanda, Uganda na Kenya. Katika kipindi cha Julai 2020 hadi Aprili 2021, TRC ilisafirisha tani za mizigo 257,602 ikilinganishwa na tani 249,960 zilizosafirishwa kipindi kama hicho mwaka 2019 na 2020. Aidha, katika kipindi hicho jumla ya abiria wa masafa marefu 333,696 walisafirishwa ikilinganishwa na abiria 369,638 waliosafirishwa katika kipindi kama hicho mwaka 2019 na 2020. Sababu ya upungufu huu ni athari ya mlipuko wa Uviko 19 na kufungwa kwa njia kutokana na matengenezo na ajali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2020 hadi Aprili 21, serikali imeendelea kusimamia ujenzi wa reli ya Dar es Salaam hadi Mwanza kwa kiwango cha standard gauge. Ujenzi wa reli katika kipande cha Dar es Salaam hadi Morogoro umekamilika kwa 91%, na kuhusu kipande cha reli kutoka Morogoro hadi Makutupora, ujenzi unaendelea na umekamilika kwa 60.2%. Aidha,
Kazi ya ujenzi wa mfumo wa umeme katika mradi wa SGR imekamilika kwa 100% kwa kipande cha Dar es Salaam hadi Morogoro na 35.62% kwa kipande cha Morogoro hadi Makutupora. Pia tarehe 8 Januari mwaka 2021 serikali kupitia TRC ilisaini mkataba kwa ajili ya ujenzi wa reli wa Mwanza Isaka. Malipo ya awali ya ujenzi wa kipande hiki shilingi bilioni 376.44 yamefanyika Aprili mwaka 2021. Kazi ya ujenzi inatarajiwa kuanza mwishoni mwa mwezi Mei 2021 na sasa mkandarasi anaendelea na maandalizi ya ujenzi ikiwemo uletaji wa mitambo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea na majadiliano na taasisi za fedha na washirika wa maendeleo mbalimbali walioonyesha nia ya kugharimia ujenzi wa reli ya SGR vipande vya reli ambavyo vimebaki. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu ununuzi wa vifaa vya uendeshaji wa reli ya SGR, mkataba wa ununuzi wa vichwa viwili vya treni za umeme pamoja na mabehewa 30 ulisainiwa Oktoba mwaka 2020. Majaribio ya kwanza ya reli ya SGR yamepangwa kufanyika Agosti mwaka 2021. Utekelezaji wa miradi ya reli ya kati kupitia TRC umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba aya ya 168 hadi aya 177. Mamlaka ya reli ya TAZARA. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma ya kusafirisha abiria na mizigo kwa njia ya reli kati ya Dar es Salaam Tanzania hadi Nyuka Pilimposhi Zambia zimeendelea kutolewa na mamlaka ya reli ya TAZARA. Katika kipindi cha Julai 2020 hadi Aprili 2021, TAZARA ilisafirisha jumla ya tani 167,242 za mizigo ikilinganishwa na tani 144,681 zilizosafirishwa katika kipindi kama hicho mwaka 2019 na 2020. Ongezeko hili limechangiwa na kuanza kufanya kazi kwa injini 7 zilizofungwa vipuri vipya vilivyonunuliwa na serikali pamoja na matengenezo ya njia ya reli hasa kwenye maeneo korofi. Treni hizi kwa sasa zinafanya safari kati ya Dar es Salaam hadi Mbeya kwa upande wa Tanzania na kati ya Nakonde na Nyuka Pilimposhi kwa upande wa Zambia. Utekelezaji wa miradi ya reli ya TAZARA umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba aya 178 hadi 182. Udhibiti wa huduma za usafiri kwa njia ya maji. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC imeendelea kudhibiti ulinzi na usalama wa vyombo vya usafiri kwa njia ya maji na kudhibiti uchafuzi wa mazingira majini kutokanao na shughuli za usafiri kwa njia ya maji. Pia shirika limeendeleza na kupanua huduma za sekta ya usafiri kwa njia ya maji, kudhibiti huduma za bandari na usafiri kwa njia ya maji na kuhimiza ufanisi, uchumi na ushindani katika biashara wa wakala wa meli. Aidha, TASAC imeendelea kufanya kazi za wakala wa meli ikiwa ni pamoja na kulinda maslahi mapana ya taifa. Utendaji katika udhibiti wa usafiri kwa njia ya maji kwa mwaka 2021 umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba aya ya 183 hadi 188. Huduma za uchukuzi katika maziwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kampuni ya huduma ya meli MSCL imeendelea kutoa huduma za usafiri wa abiria na mizigo katika maziwa makuu ya Tanganyika, Victoria na Nyasa. Katika kipindi cha Julai 2020 hadi Aprili 2021, kampuni ilisafirisha jumla ya abiria 220,122 ikilinganishwa na abiria 55,053 waliosafirishwa katika kipindi kama hicho katika mwaka 2019-20. Kuongezeka kwa abiria kumetokana na kuanza kutoa huduma kwa meli mbili za New Victoria hapa kazi tu na New Butiama hapa kazi tu baada ya kufanyiwa ukarabati mkubwa na kuanza kutoa huduma katika ziwa Victoria mwezi Agosti mwaka 2020. Utendaji huu umeiwezesha MSCL kukusanya jumla ya shilingi bilioni 3.58 ikilinganishwa na shilingi milioni 897.86 zilizokusanywa katika kipindi kama hicho mwaka 2019 na 2020. Mheshimiwa Naibu Spika, kampuni ya MSCL imeendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa meli moja mpya ya kubeba abiria na mizigo pamoja na chelezo katika ziwa Victoria. Aidha, MSCL imeendelea kutekeleza miradi ya ujenzi na ukarabati wa meli katika ziwa Tanganyika na ziwa Victoria pamoja na ujenzi wa meli mpya za mizigo katika bahari ya Hindi. Hadi kufikia Aprili 2021, ujenzi wa meli mpya MV Mwanza hapa kazi tu yenye uwezo kubeba abiria 1200 na tani 400 za mizigo ulikamilika kwa 69.5% na utakamilika mwezi Disemba mwaka 2021. Utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa meli mpya na ukarabati wa meli zilizopo katika maziwa ya Victoria, Tanganyika na Nyasa umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba aya ya 191 hadi 193. Huduma za bandari. Mheshimiwa Naibu Spika, Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania TPA imeendelea kumiliki bandari za mwambao na za maziwa katika kipindi cha Julai 2020 hadi 20. Katika kipindi cha Julai 2020 hadi Aprili 2021, TPA ilihudumia shehena za tani za mapato milioni 9.97 ikilinganishwa na shehena za tani za mapato milioni 10.42 iliyohudumiwa katika kipindi kama hicho katika mwaka 2019-2020.
Aidha, jumla ya magari 107,869 yalipakuliwa katika bandari ya Dar es Salaam ikilinganishwa na magari 125,758 yaliyopakuliwa katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha 2019-2020. Sababu ya kushuka kwa utendaji huu ni pamoja na athari ya mlipuko wa uviko 19 uliosababisha mdororo wa shughuli za usafirishaji kwa njia ya maji duniani pamoja na uchache wa vifaa na mitambo ya kuhudumia shehena bandarini. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kupitia TPA inaendelea na uboreshaji wa bandari ya mwambao ya bandari ya Hindi za Dar es Salaam, Tanga na Mtwara pamoja na bandari zilizopo kwenye maziwa ya Victoria, Tanganyika na Nyasa. Kuhusu ujenzi wa gati la kupokelea mafuta kutoka Uganda lililoko katika eneo la Chongoleani, Tanga, maandalizi ya ujenzi wa gati hilo yanaendelea wakati majadiliano ya utekelezaji wa mradi huu baina ya Tanzania na Uganda yakiwa yanaendelea kukamilishwa. Utekelezaji wa miradi ya uboreshaji wa bandari zilizopo kwenye mwambao wa bahari ya Hindi na maziwa makuu umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba aya 194 hadi 201. Udhibiti wa huduma usafiri wa anga. Mheshimiwa Naibu Spika, udhibiti wa huduma za usafiri wa anga, viwanja vya ndege, masuala ya kiusalama na kiuchumi katika usafiri wa anga na utoaji wa huduma wa uzaji ndege umeendelea kufanywa na Mamlaka ya Usafiri wa Anga TCAA. Mamlaka hii pia imeendelea kudhibiti viwanja vya ndege vinavyomilikiwa na mamlaka za hifadhi ya taifa TANAPA, Wizara ya Maliasili na Utalii, Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro na sekta binafsi. Lengo ni kuimarisha utoaji huduma, kukuza utalii nchini na kuendeleza kuhakikisha utekelezaji wa sheria na kanuni za uendeshaji wa viwanja vya ndege. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2020 hadi Aprili 2021, idadi ya abiria wanaotumia usafiri wa anga imepungua hadi kufikia abiria 2,495,379 ikilinganishwa na abiria 4,423,732 waliotumia usafiri huo katika kipindi cha kama hicho kwa mwaka 2019-20. Sababu za kupungua kwa abiria wanaosafiri ndani na nje ya nchi ni mlipuko wa ugonjwa wa uviko 19 ambako nchi nyingi zilifunga na kuzuia safari za anga. Huduma za viwanja vya ndege. Mheshimiwa Naibu Spika, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege TAA imeendelea kutoa huduma kwa kuzingatia sheria, sera, kanuni na miongozo mbalimbali ya usafiri wa anga. Mamlaka hii ina jukumu la kusimamia, kuendesha na kuendeleza viwanja vya ndege 59 vinavyomilikiwa na serikali isipokuwa vile vilivyo chini ya mamlaka za hifadhi, halmashauri, jeshi na taasisi binafsi. Katika utekelezaji wa majukumu yake, TAA imeendelea kusimamia shughuli za uendeshaji wa jengo jipya la 3 la abiria katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere. Mheshimiwa Naibu Spika, uendelezaji na uendeshaji wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro KIA umeendelea kusimamiwa na kampuni ya kuendeleza viwanja vya ndege vya Kilimanjaro KADCO. Kampuni hii imeendelea kuhakikisha kuwa inahudumia mizigo inayohitaji ubaridi ili kuvutia biashara na usafirishaji wa mizigo mbalimbali kama vile mboga, matunda na maua kupitia kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro. Huduma za usafiri wa anga. Mheshimiwa Naibu Spika, kampuni ya ndege ya Tanzania ATCL imeendelea kutoa huduma za kusafirisha abiria na mizigo ndani na nje ya Tanzania. Katika kipindi cha Julai 2020 hadi Aprili 2021, serikali ilinunua ndege mbili aina ya A220-300 na ndege moja aina ya HQ400. Utengenezaji wa ndege hizi haukukamilika kwa muda uliopangwa kutokana na athari ya mlipuko wa uviko 19 uliosababisha viwanda kusimamisha uzalishaji. Kati ya ndege hizo, ndege moja aina ya HQ400 inatarajiwa kuwasili nchini kabla ya Juni 2021 na ndege nyingine mbili aina za Airbus A220-300 zinatarajiwa kuwasili nchini mwezi Agosti mwaka 2021 na Oktoba mwaka 2021. Maelezo kuhusu utendaji katika usafiri wa uchukuzi kwa njia ya anga kwa mwaka 2021 yametolewa katika kitabu cha hotuba aya ya 202 hadi 224. Huduma za hali ya hewa. Mheshimiwa Naibu Spika, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania imeendelea kusimamia, kudhibiti na kuratibu utoaji wa huduma za hali ya hewa hapa nchini. Utoaji wa huduma za hali ya hewa hapa nchini umeendelea kuwa bora ambapo usahihi na utabiri umefikia 87.9. Kiwango hiki ni juu ya kiwango kinachokubalika na Shirika la Hali ya Hewa Duniani ambacho ni 70. Katika kipindi cha Julai 2020 hadi Aprili 2021, kazi ya ufungaji rada ya hali ya hewa huko Mtwara ilikamilika na kukabidhiwa Disemba 2020. Aidha, malipo ya ununuzi wa rada mbili za hali ya hewa zitakazofungwa Mbeya na Kigoma zimekamilika kwa 90% na utengenezaji uko katika hatua za mwisho. Utekelezaji wa miradi ya huduma hii ya hali ya hewa umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba aya 225 hadi 227. Taasisi za mafunzo. Mheshimiwa Naibu Spika, utekelezaji wa majukumu ya taasisi za mafunzo zinazosimamiwa na Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi katika kipindi cha Julai 2020 hadi Aprili 2021 umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba kuanzia aya ya 228 hadi aya ya
40. Changamoto zinazokabili wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutekeleza majukumu yake, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi imekabiliwa na changamoto mbalimbali. Baadhi ya changamoto hizo na mikakati ya kukabiliana nazo imeonyeshwa katika kitabu cha hotuba ukurasa 129 hadi 136. Mpango wa makadirio na mapato na matumizi ya fedha kwa wizara kwa mwaka 2021-2022. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeandaa mpango wa makadirio na mapato ya matumizi ya fedha ya mwaka 2021-2022 kwa kuzingatia mpango wa 3 wa maendeleo wa miaka mitano na ilani ya uchaguzi wa CCM ya mwaka 2020. Sekta ya ujenzi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2021-2022 sekta ya ujenzi fungu 98 imetengewa jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 627 milioni 244 274,200 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Bajeti ya matumizi ya kawaida kwa sekta ya ujenzi kwa mwaka wa fedha 2021-2022 ni shilingi bilioni 38 milioni 540,787,000. Aidha, sekta ya ujenzi imetengewa jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 588 milioni 703,487,200 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Mgawanyo wa fedha za maendeleo kutoka katika mfuko mkuu wa serikali pamoja na miradi iliyotengwa fedha ni kama ilivyoonyeshwa katika viambatisho namba 1 na namba 2 vya hotuba. Fedha za mfuko wa barabara. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2021-2022 jumla ya shilingi bilioni 635,849,127,200 kutoka mfuko wa barabara zimetengwa kwa ajili ya kufanya kazi za matengenezo na ukarabati kwa barabara kuu na za mikoa. Kati ya fedha hizo, TANROADS imetengewa shilingi bilioni 567 milioni 342,742,235 kwa ajili ya matengenezo ya barabara za barabara, na Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi imetengewa shilingi bilioni 63 milioni 38,82,471 kwa ajili ya kazi ya ukarabati wa barabara za mikoa, upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa barabara, ukarabati na ununuzi wa vivuko, usalama wa barabarani pamoja na usimamizi na ufuatiliaji wa miradi hiyo. Aidha, shilingi bilioni 5 milioni 468,302,494 zitatumika kugharimia uendeshaji wa bodi ya mfuko wa barabara. Mchanganuo wa miradi itakayotekelezwa kwa fedha za mfuko wa barabara zilizotengwa kwa ajili ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi zimeonyeshwa katika viambatisho namba 3 na namba 4. Aidha, mchanganuo wa matumizi ya fedha hizo umeonyeshwa katika viambatanisho namba 5, 5A na 5D. Sekta ya uchukuzi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2021-2022 sekta ya uchukuzi fungu 62 imetengewa jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 120 49 milioni 881,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 91 743 milioni 441,000 zimetengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 2 bilioni 28 milioni 306 410,000 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mgawanyo wa fedha za maendeleo pamoja na miradi iliyotengewa fedha ni kama inavyoonyeshwa katika kiambatisho namba 6. Mchanganuo wa miradi inayotekelezwa kwa fedha kutoka mfuko mkuu wa serikali na fedha za vyanzo vya ndani vya taasisi zilizoko chini ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba kuanzia aya ya 410 hadi aya ya 423 pamoja na aya ya 425 hadi 426 kwa taasisi ambazo ziko chini ya sekta ya uchukuzi. Shukrani. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuwashukuru wananchi na wadau mbalimbali hasa sekta binafsi kwa ushirikiano wao katika kutekeleza malengo ya sekta zetu. Shukrani za pekee ziwaendee waheshimiwa wabunge wenzangu kwa michango ambayo imechangia katika kuimarisha huduma zitolewazo na wizara. Naomba waendelee na moyo huo ili tuweze kuendeleza wizara hii ambayo ni muhimu katika kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, shukrani zangu hazitakuwa kamili bila kuwashukuru viongozi wenzangu katika wizara, nikianzia naibu waziri Mheshimiwa Mhandisi Godfrey Msonge Kasekenya mbunge na Mheshimiwa Mwita Mwikobe wa Itara, makatibu wakuu Mhandisi Joseph Kizizo Malongo wa ujenzi na Bwana Gabriel Joseph Migire wa uchukuzi. Aidha, na washukuru wakuu wa idara, viongozi na taasisi zilizo chini ya wizara, watumishi na wataalamu wote wa wizara kwa kujituma katika kusimamia utekelezaji wa majukumu ya wizara. Naomba waendelee na juhudi hizo katika kipindi kijacho ili tuweze kutekeleza malengo ya wizara na taifa kwa ujumla.
Mheshimiwa Spika, washirika mbalimbali wa maendeleo wamekuwa wakichangia katika maendeleo ya programu na mipango mbalimbali ya wizara. Napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru na kuwatambua washirika hawa wa maendeleo ambao ni pamoja na Shirika la Kimataifa la Usafiri wa Njia ya Maji IMO, Shirika la Kimataifa la Usafiri wa Anga ICAO, Shirika la Hali ya Hewa Duniani WMO, Benki ya Kiarabu ya Maendeleo ya Taifa BADEA, OPEC Fund, Umoja wa Nchi za Ulaya, Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB, Benki ya Dunia World Bank, Japani kupitia JICA, Korea Kusini kupitia KOICA, Abu Dhabi Fund, Ujerumani kupitia KfW, Uingereza kupitia DFID, Uholanzi kupitia ORIO, Jumuiya za Nchi za Ulaya EU, Benki ya Uwekezaji ya Ulaya EIB, Shirika la Maendeleo ya Marekani USAID, Kuwait kupitia Kuwait KFAID, Uturuki HSBC, Trademark East Africa, Serikali ya Jumuiya, Sekretari ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Sekretari ya Jumuiya ya Nchi za SADC, nchi za Urusi, Afrika Kusini, Uingereza, Marekani, Uholanzi, Japani, India, China, Denmark, Norway, Ubelgiji, Ujerumani, taasisi za fedha za CRDB, NSSF, PSSSF na TIB, asasi zisizokuwa za kiserikali, sekta binafsi pamoja na wengine wengi. Mheshimiwa Naibu Spika, mwisho nashukuru tena wewe binafsi na Mheshimiwa Spika, hotuba hii pia inapatikana katika tovuti ya wizara. Muhtasari wa maombi ya fedha za wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2021/22, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 3 bilioni 747 milioni 294 95,200. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1 bilioni 627 milioni 244 274,200 kwa ajili ya sekta ya ujenzi na shilingi trilioni 2 bilioni 120 milioni 49,821,000 ni kwa ajili ya sekta ya uchukuzi. Mchanganuo wa fedha zinazoombwa zimeonyeshwa katika kitabu changu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na hotuba hii nimeambatisha miradi ya wizara inayotekelezwa katika mwaka wa fedha 2021 ambacho ni kiambatisho namba 1 hadi 6, ikiwa ni pamoja na kiasi cha fedha kilichotengwa katika kutekeleza miradi hiyo. Naomba kitabu kizima cha hotuba yangu ya bajeti pamoja na viambatisho hivyo vichukuliwe kama sehemu ya hoja hii. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja.